Ni siku ya Alhamisi ambapo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umeamka ukiwa salama, ukiwa tu Mwenyezi Mungu amekulinda. Basi kwangu ni asubuhi njema, ambapo ninaamini kwamba hata kwako ni asubuhi njema. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jackson Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa hakaweze kuendelea na kutuinua kiroho, kuendelea na kutuongezea nguvu kupitia hilo neno la Mwenyezi Mungu ambalo naamini kwamba Mungu ameweza na kumwandaa nalo ni kwa sababu yetu. Na anatufikiria mema. Anajua mahali popote pale ulipo kwa sasa. Na anajua yale ambayo unayapitia. Na neno la Mwenyezi Mungu ambalo linakukujia asubuhi ya leo, kuna kile ambacho utaweza na kupata pale. Maana hilo neno litaweza na kuendelea na kukuongezea nguvu na pia kukuinua. Hivyo basi karibia katika runinga yako tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Naomba nikukaribishe siku ya leo tuweze kushiriki neno la Mungu pamoja. Ikiwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu tuweze kuwepo, na tunamshukuru kwa yote. Hivyo basi ningependa tukaweze kuingia katika neno la Bwana ambalo tutalitoa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 10, mlango wa 10 na mstari wa 31, ambapo nitaenda kusoma kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na tuombe. Baba mtakatifu, uliye kimbilio na ngome imara katika maisha yetu, tunapoenda kulisikia neno lako, twalipeana mbele zako likaweze kuwa la baraka katika maisha yetu. Baba, nikimkabidhi msikilizaji na mtazamaji mikononi mwako Bwana, ili ukapate kunena nasi zote kupitia kwa neno lako Bwana. Maana twajua ya kwamba neno lako ni kweli na ni amina, na linatufundisha njinsi ya kuishi na wewe Bwana. Tutembelee katika njia zako za kiajabu na kipekee, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, tumekuwa tukiangazia maadili ya muumini ama Mkristo. Na leo tunaenda kuangalia ili jambo ambalo maadili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hata Yesu katika maombi alipokuwa akifundisha mitume wake jinsi ya kuomba, tunaona maombi yale yanaanzia na jinsi ya how to glorify God. Mungu hupenda sana wale ambao wanamtukuza. Na sisi kama Wakristo sio watu wa kulalamika. Ni watu wa kuonyesha ya kwamba aliyoyatenda Mungu ni makuu, hata kupita yale ambayo tunatarajia ama ambayo yale mengine labda tunashuhudia kwa mambo mengi. Wanadamu huenda wakafanya mambo, lakini wasije wakaona ya kwamba ni wao kwa nguvu zao. Wanatenda kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hata tunapoangazia uumbaji wote, tunaona ya kwamba kila kitu ambacho Mungu alikiumba kinamtukuza. Na siku hii ya leo tunasema the goal of ethics it is to lead a life that glorifies God. Mwisho wa kila jambo ama hatima ni kuwa na uongozi ambao unatuongoza katika kumtukuza Mungu. Na ndio maana Wakorintho unasema do all to the glory of God. Mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. We also say such a character will have, 1,
a character that glorifies God. Hao ambao wanamtambua huyo aliyewaumba, hao ambao wanafanya mambo yote wakiangazia ama wakitaka Mungu atukuzwe, upokea baraka na baraka zaidi, kwa sababu wanamtambua aliyewaumba. Na tunasema ya kwamba kuna pia matokeo ya kwamba tunaonyesha kuna watu ambao ama kuna matokeo ambayo ama kuna mambo ambayo yana uwezo wa kuonyesha kwamba tunamtambua Mwenyezi Mungu. Ni kwamba katika kufanya yale mambo ambayo yanaleta utukufu wake Mwenyezi Mungu, kwa kuwaleta watu, kwa sababu that is our goal kama wa Kristo, kuwaleta watu kwa Mungu. Tunasema ya kwamba a life that bears abundant fruit from God's kingdom. Tunastahili kuishi yale maisha ambayo yataleta utukufu kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwafutia wengine kuona ya kwamba Kristo anafaa kuabudiwa, na hivyo lazima watu ama watumishi wa Mungu wazingatie hali ya uzima wa milele, kwa sababu hiyo ndiyo hatima yetu na inastahili kuwa tabia yetu kama Mkristo. Angeni tunasema ya kwamba kuna tabia ambayo pia yaweza kuwa inampendeza Mungu, tabia ya utiifu. Maadili yetu lazima yaonyeshe tabia ya utiifu. Na katika hii tabia ya utiifu tunasema ya kwamba it is to live in a personal relationship with God. Yani unapata wakati wako, unatenga wakati wako ambao unakukaribisha pamoja na Mungu kila wakati, having fellowship with God. Kwa hivyo hiyo inatusaidia pia. Nasema ya kwamba although we are justified by faith in Christ alone and not by works, extensive New Testament teachings about living the Christian life show that our day-by-day obedience as justified Christian is an important part of the Christian life. Ama maisha ya Agano Jipya ama mafundisho ya Agano Jipya zaidi ya yote inatuelekeza vile ambavyo tunaweza kukaribiana na Kristo wakati wowote, ndiposa tuweze kuishi yale maisha ambayo yanaambatana na maadili yake. Na ndio maana nasema ya kwamba unapoelewa mambo ya utiifu vizuri sana, hautakubali kufanya kinyume cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukifanya kinyume cha Mwenyezi Mungu basi utakuwa unamkosea, unakoseshea Mwenyezi Mungu heshima, na vile vile unapokosa heshima kwake inamaanisha ya kwamba na yeye anakuachilia. Na ndio maana nasema sisi kama watumishi wapendwa lazima tuzingatie maadili yetu kama wa Kristo. Na vile vile tunasema ya kwamba haya mambo ya maadili lazima kwanza tujue vile Biblia inasema kuhusu yale mambo yote ambayo tunafanya, kwa sababu Biblia iko na kila neno, iko na kila njibu, iko na suluhu ya mambo yote, na hatustahili kuwa tunaweza kutoka nje kwa sababu mapenzi ya Mungu kwa sababu tumechoka. Lazima ufungue mlango wako wa baraka, mlango wako wa neema, ili Bwana aweze kukutukuzwa. Na tukaona ya kwamba Yesu alipokuwa akifundisha ama akinena katika maombi yake John 17, anasema sasa na wakati ndio huu, Baba nitukuze, tukuza mwana wako, tukuza mwana wako. Hata wewe pia Mungu anaweza akakutukuza kama ya kwamba unafahamu uwezo wa kutambua nguvu zake kama Mkristo. Kuna watu hawatambui
nguvu za Mungu. Watu wanafanya mapenzi yao, na ni lazima ufahamu ya kwamba uamkapo, utembeapo, uliumbwa, na aliyekuumba si mwingine mbali ni Mungu. Na licha ya kwamba una wazazi hapa duniani, pia una baba yako aliye mbinguni, ambao unastahili kumpa sifa zote na kumtambua na kumhusisha katika mambo yote, ndiposa apate kukuelekeza. Bwana atubariki na abariki neno lake. Mtazamaji, unapozingatia yale mambo, neema ya Bwana itakutosha. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uliye mwema, kiongozi mkuu, unayetupenda na upendo mwingi, pazidi kuomba kwako Bwana, ili ukapate kuwa pamoja nasi, ukaweze kuwa na mtazamaji, na baraka zako za kila aina Mfalme ziweze kuandamana nasi. Ambatana nasi katika mambo yote, mioyo yetu Mfalme iweze kujaa jambo la kukutukuza, maana tunapokutukuza unatubariki, unapendezwa, na ukipendezwa unatubariki. Tupe nafasi ya kuzidi kushiriki nawe katika utukufu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Maadili ama tabia ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumtukuze Mwenyezi Mungu katika kila hali. Haijalishi tumeweza na kuyapitia yapi, bali tuache malalamiko. Mambo yakiwa mazuri, mambo yakiwa yametuchenga tu mahali, maisha yakiwa tu yametuchenga tu mahali, tuweze na kumtukuza tu Mwenyezi Mungu. Maana utukufu wake uko pale. Unaweza kuona kwamba jambo limekufikia, hilo jambo uone kwamba litakumaliza. Kumbe hilo jambo badala ya kukumaliza, Mwenyezi Mungu alikuwa lengo lake ni kwamba uanzie tu mahali, aweze kukuinua kutoka pale, aweze kujionyesha kutoka yale ambayo umeweza na kukumbana nayo. Hivyo basi usiwe na roho ya kulalamika kila wakati, mshukuru. Kama ni lipi ambalo limeweza na kukupata, mshukuru tu na umuombe kwamba akaweze na kukutoa pale. Na kama alikuwa anataka kujitukuza kupitia hayo ambayo yameweza na kukupata, basi utukufu wake ukaweza na kupatikana na kuonekana. Na kama ni utukufu wake, hata mambo yale mazuri ambayo unafaa kufanyia mwenzako ili Mungu akaweze na kutukuka pale, basi na ukamfanyie, ili utukufu wa Mwenyezi Mungu ukaweze na kupatikana, ukaweze na kuonekana. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu atembee pamoja nawe, na Mungu akayajibu maombi yako, na neema yake ikakufunike.